kutana na dada na kaka ambao wameingia kwenye mtego wa binti mmoja wa mjini. Sasa huyu jamaa anaitwa Alex pamoja na mdogo wake wa kike anaitwa Chine. Sasa huyu binti mpaka kufikia umri huo, huwezi amini, hana hata mahusiano. Sasa kakake alikuwa akimhoji sana, kwa nini wewe mdogo wangu umefika mpaka umri huo lakini hautaki kabisa kuingia kwenye mahusiano? Binti anamwambia kwani hayo mahusiano ni lazima? Nishakwambia sitaki. Yani in short, binti hataki kabisa mambo ya mahusiano, lakini kuna kitu ambacho kinampa jeuri. Basi Alex alijaribu tu kutumia nguvu zake kumwelekeza mdogo wake, kama umri unaenda huo, unatakiwa uingie kwenye mahusiano na wewe uolewe, uwe na familia yako. Binti alikuwa anafoka sana kwa kaka yake, hata hayo maongezi hayajaisha, amemwacha brother, yeye amesepa. Sasa hapa tunaonyeshwa kuna binti mwingine ambaye yeye anaitwa Josh. Huyu Josh ni rafiki yake na Chine, lakini urafiki wao wa tofauti kidogo, yaani wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, na ndo kitu pekee ambacho kinampa jeuri huyu binti mpaka asitake kabisa kuingia kwenye mahusiano. Lakini huyu Josh bwana ni mtoto wa mjini tu. Basi wakiwa wanafanya yao, muda huu tunamwona binti mwingine ambaye yeye anaitwa Amanda. Huyu Amanda ni mchumba wake na Alex, yaani ni mpenzi wa kaka wa Chine, na hapo ipo kwenye maandalizi ya kuingia kwenye harusi. Lakini vimbwanga ambavyo anakutana navyo kwa huyu Chine, yani hapo amepika zake chakula, Chine anakuja anamwambia, hivi hiki chakula ndo umepika tule sisi kwenye hii nyumba au? Yani mwanamke gani hujui kupika? Basi alikuwa anamsema sana na anamfanya huyu binti asijisikie vizuri kabisa kwenye hii nyumba. Alex alikuwa anajitahidi sana kumbembeleza mchumba wake na nini, yani kumrudisha tu kwenye ile hali yake ambayo siku zote anakuaga nayo. Basi mkate sio mgumu kwa chai, binti analegea. Lakini Chine hataki kabisa kusikia stori za huyu binti hapa ndani, yani hamtaki kabisa Amanda. Basi leo wakati Alex amekaa na mdogo wake hapa sitting room, Josh anakuja kuwatembelea. Kumbuka Josh ana mahusiano na huyo Chine. Basi wakati wanaonyesha mahaba hapa, yani binti ana mapepe kinoma, Alex anamwambia afadhali hata umefika, nahisi gubu la huyo mdogo wangu litaisha, kwa sababu humu ndani palikuwa pakaliki hata kidogo. Kwa hiyo na tumai sasa hivi mtakuwa na amani, mtakuwa na familia yenye upendo. Basi binti anatikisa tikisa nyashi pale, yani ni mwendo tu wa mapepe wa mabinti. Basi alifurahi sana na maisha yao yalianza humu ndani, akiwa Joshi ni mgeni mpya kwenye hii nyumba. Basi wanakandana kandana tu hapa watoto wa kike, yani ni kama mtu na mpenzi wake. Basi wanapiga mastori mengi sana, lakini mbinu ya Josh kuja kwenye hii nyumba, Josh anamtaka sana Alex, lakini sasa anashindwa kumwendea direct, ndo anatumia hiyo njia ya mkato. Basi leo asubuhi Amanda alikuwa akijiandaa aelekee kazini kwake, lakini China moja kwa moja mpaka chumbani, na amefika huku anadai ameibiwa pochi yake. Anamwambia, yani nyumba inawezi sana siku hizi, najua kabisa wewe ndo utakuwa umechukua hiyo pochi yangu, wewe ndo umechukua pochi yangu, hamna mwingine wa kuchukua pochi yangu. Sasa alikagua kagua na akaiona hiyo pochi, anamsingizia Amanda ndo amemuiba pochi yake, na anamwambia hatuwezi kuishi na mwanamke mwizi humu ndani, yani kakaangu akuoe wewe mwizi. Basi jamaa anafika anamwambia, vipi? Anaambia ameniibia pochi yangu. Anaambia hiyo pochi haijaibiwa na yeye, lakini binti hakutaka kabisa kusikiliza, akajichenga. Basi Amanda naye alijisikia vibaya sana, kwa sababu humu ndani amezidi sana kunyanyaswa, yani mateso ambayo ameyapata, akaona tu ni bora aondoke zake. Sasa Alex alirudi moja kwa moja mpaka kwa Chine, anamwambia sikiliza, yani asiporudi huyu mwanamke na kikimkuta chochote kibaya utaeleza. Basi binti anamwambia kwani mimi nimemfukuza? Yes, ni mtu mzima, anajua kabisa anakoenda. Anamwambia wewe ndo sababu ya kumwondoa, kwa sababu ile pochi najua kabisa wewe ndo ulimwekea mtego. Basi kakake aliondoka kwa kukasirika sana, hadi binti alikosa kabisa usingizi na asubiri majibu ya kakake kama amempata Amanda au vipi. Jioni Alex wakati anarejea, basi Chine alimdaka mlangoni, anamwambia vipi, umempata amekutafuta kwenye simu? Jamaa kujibu chochote kwa sababu binti hakuonekana kabisa. Basi siku iliyofuata Amanda alikuja mpaka hapa nyumbani. Kilichofuata yeye ni kukusanya tu kila kilicho chake, yaani kila kitu ambacho amekisahau kwenye hii nyumba. Alipaki kila mzigo wake na aliondoka. Yaani binti alijaribu sana kumwomba ili asalie, najua nimekukosea, yote anafanya ili amridhishe kaka yake, lakini Amanda ameshaamua, unaambiwa. Kachukua kila kinachomhusu na mabegi yake akajichenga. Sasa wakati huo Josh anapiga stori na Chine. Chine anamwambia, umesababisha hadi nimemfukuza
mpenzi wa kakaangu, na hapa sasa hivi hamna amani kabisa, yani hatuwezi kuishi kwa amani. Lakini huyu Josh alivyokuwa muni, anaambia msikiliza bwana, achana na hayo mambo, hem, tufanye mambo yetu, tufanye mambo yetu, tuenjoy zetu. Binti naye akalainika, wakaendelea kufanya mambo yao. Wakati upande wa Alex, yeye hana amani kabisa, yani muda wote anamfikiria tu Amanda. Mdogo wake anajaribu sana kumwomba msamaha, lakini jamaa hataki kabisa kumsikiliza. Anamwambia, najua huwezi kumrudisha Amanda hapa, kwa hiyo usijifanye tu kupretend, hemu niache. Basi jamaa hataki kabisa maelewano na mdogo wake, ameingia ndani, amechukua kilichomleta na anajichenga. Binti amekaa na stress, basi aliamua tu kukiwasha. Yaani huyu Josh ni mshenzi kinoma. Wakawasha zao mziki volume ya juu kabisa, wanakata tu mauno humu ndani. Yaani natamani hata usikie huu mziki ambao wanacheza. Basi wakati wanabambiana hapa, simu inaita, simu ya China inaita, lakini ni kaka yake amefika. Yeye hataki hata kusikia hiyo simu inayozungumzia nini, yaani hajasikia hata hiyo simu inazungumzia nini, ni mwendo tu wa viuno hapa ndani. Basi Josh huku nyuma anabambia tu mali. Ghafla alisikia ile simu inavyoita, kumbe ni Alex. Alex amefika muda mrefu sasa, ameingia wakati anaanza kufoka, anamwambia nimekaa hapo mlangoni dakika 30. Anamwona Josh hapa sasa, hawezi tu kaendelea kufoka kwa mgeni. Josh naye ni mwendo wa unafiki tu, anaambia umerudi, tumekumisi sana bwana, tumekuwa wapweke toka umeondoka. Jamaa anamwambia basi haina noma, mimi ngoja nikachange nije tujumuike wote. Basi binti anajifanya kushangilia shangilia, anaambia poa, niko juu hapa na change, nakuja hapo na hapa company bwana. Basi Josh anafurahi kinoma. Wakati huo Chine anaona kabisa huu unafiki ambao unaendelea, anapata wivu, anaona kabisa mpenzi wake anaenda kuchukuliwa. Sasa jamaa baada ya kuchenji na kujumuika na watoto wazuri hapo chini, alitoka wakati amelewa kinoma, na ilikuwa ni plani tu ya huyu Josh hapa. Sasa alimchukua akampeleka mpaka huko upstairs, amempeleka mpaka kwenye chumba chake, akamvua nguo. Kilichoendelea bwana, tusikielezee sana. Sasa asubuhi imefika, tunaonyeshwa tu mpenzi amekaa hapa pembeni, jamaa ndo anajigeuza geuza hapa na uchovu wa usiku mzima. Sasa anashtuka, anamwona binti huyo hapa, anawambia wewe kwenye chumba changu unatafuta nini? Basi binti anamwambia tulia bwana, yaani baada ya usiku mzima huu tumelala na yote ambayo tumeyafanya, alafu sasa hivi eti uniulize kwenye chumba chako unatafuta nini? Usiniambie zile zilikuwa ni pombe, najua kabisa ulikuwa na akili zako timamu. Jamaa anachungulia, anaona mbona mchezo ushaungua muda mrefu. Binti naye anaanza kumsifia, anaambia yani umebarikiwa wewe. Jamaa anaambia acha upuuzi, naomba uondoke kwenye chumba changu, naomba uondoke, sitaki kukuona. Huu upuuzi ambao umeufanya sitaki hata ukae unaukumbuka, yani naomba ufute kila kitu ambacho kimetokea. Anaambia toka, sitaki kukuona. Basi binti naye anajifanya kumshikashika, akashuka mpaka chini. Yani ni mwendo tu wa unafiki humu ndani. Wakati anashuka sasa, anakutana na mpenzi wake huyu, maana tumuite tu mpenzi wake, tutafanyaje sasa? Hapa chini binti anajaribu kumlalamikia, anamwambia kwa hiyo umelala na kakaangu? Anamwambia wewe, kaka yako ni mtamu kinoma, yani sijui hata nimwelezeje. Anamwambia kwa hiyo umeseksi naye Anawambia mwanaume ni mwanaume tu, yani hata upate wivu vipi, lakini mwanaume ni mwanaume tu. Kaka yako ana hilo joto sijawahi kuona. Basi baada ya kutia upepo hapo na kumpa pressure tu bibi hapa, anaondoka. Lakini huwezi amini, siku kadhaa mbele Josh pamoja na Alex waliingia kwenye mahusiano mazima. Yani jamaa alikubali tu kudeti na huyu mtoto wa kike hapa, na alikubali tu kuflash mambo mengine yote ambayo yamepita. Lakini upande wa China yeye alikuwa tu anapata stress, yani kila akiwaona ni mwendo wa wivu tu. Si unajua yeye yuko na mahusiano pamoja na huyu Josh hata kama ndo mahusiano ya jinsia moja, lakini anapata wivu, sijui ni kwa sababu gani, ila wenyewe wanaelewa bwana. Sasa wakati wamemaliza kupiga stori hapo, Josh anapandisha mpaka juu, anamkuta China amekaa huko, anamwambia we binti, naona siku hizi unajaribu kuniavoid kinoma. Basi China naye anamwambia wewe umeamua kuwa na kakaangu, haina haja ya kunifuata mimi, naomba tu uniache, endelea na huyo kakaangu, endeleeni na mishe zenu. Sasa wakati huyo Josh anajua udhaifu wa binti huyu, basi anajaribu kumchezea chezea, yani anamweka tu kwenye ile hali ambayo binti
atajisahau na ataendelea na mahusiano naye. Yani anawachezea tu karata kwenye hii nyumba, ni mwendo tu wa kuwavuruga. Sasa Alex baada ya muda alimuita Chine mpaka chumbani kwake kujadiliana naye baadhi ya vitu. Hapa hivi Alex anamwambia, sikiliza, nataka nimuoe Josh. Binti alishtuka kidogo akamwambia, haujalazimishwa. Una uhakika kabisa unachokisema uko sawa? Anamwambia, nataka nimuoe Josh na naona kabisa ananifaa. Basi binti anamwambia, sidhani kama hicho kitu ambacho unakiongea ni kitu sahihi. Alex anamwambia, sikiliza, najua wewe wivu wako wote sijui unasababishwa na nini, lakini sijakuita hapa eti uje unishauri au vyovyote. Nimekuja tu nikupe taarifa. Kwa hiyo unaweza kaenda. Binti naye akainuka kasepa zake. Sasa wakiwa chumbani hapa, Josh pamoja na Alex walikuwa tu wakijadiliana kuhusiana tu na mipango yao ya ndoa na maisha yao jinsi ambavyo yatakuwa. Yaani mshikaji amezama kwa utapeli mazima, huwezi amini. Sasa binti alikuwa anajiuliza ni afanye nini ili aweze kujichomeka kwa huyu mshikaji chap chapu. Yaani akikaa peke yake ni mwendo tu wa stress. Sasa midnight hivi binti anaonekana anakuja chumbani huku ana vibe kama lote. Yaani hiyo furaha yake haielezeki. Ameshika waini huku anakatakata tu mauno hapo. Alex anamwambia, ni nini tena? Kipi ambacho unajaribu kusherehekea muda huu? Basi binti anamwambia, anamlingishia kuna kikaratasi hapa. Jamaa anamwambia, hemu nikione. Binti yani ni kama anamlingishia. Jamaa akainuka, akachukua ile karatasi. Kuisoma, binti bwana ni mjamzito. Lakini kilichokuwepo nyuma ya pazia, huyu binti sio mjamzito wala nini. Ni vile tu ameamua kutumia hiyo mbinu ili kumteka mshikaji mazima. Na jamaa alijaa mpaka yani muda wote mapenzi yote tu kwa Josh. Hapa hivi anamwambia, huyu mtoto wetu akizaliwa nataka nimpeleke kwenye international schools huko. Jamaa alikuwa anatamani sana mtoto. Yani siku nyingi sana alikuwa anatamani mtoto. Sasa binti naye akajumuika naye. Yani hapa hivi jamaa anamwambia, shemeji yako ni mjamzito, kwa hiyo wewe unaweza tu kaenda, lakini sasa hivi ujue kabisa mimi ni baba kijacho na shangazi yako anatarajia kuzaliwa. Sawa? Basi binti na hiyo mimba yake feki alikuwa tu akifurahia hapo ndani. Leo Josh pamoja na Chine wako chumbani wanaongea. Anamwambia, kwa hiyo umejaribu kufeki hiyo mimba ili umbebee brazangu na akuoe, au sio? Kwa hiyo umeamua kabisa kuachana na mimi na uendelee na huyo brazangu, sio? Binti anamwambia, hebu sikia, sijaribu kufanya hivyo kwa sababu mimi nakupenda wewe na wewe ndo mpenzi wangu. Yaani hizo mada zao ni cheche tu. Walikaa chini wakayaongea na wakayamaliza. Kilichofuata sasa ni mwendo tu wa kusagana hapa. Sasa wakati wanashikana na miguno fulani hivi kutoka kwa nje, jamaa si ndo alifika. Akaanza kusikia hizo kelele. Anasema, huyu Chine huku ndani uko na nani? Mbona sauti kama zote ni za kike hivi? Jamaa alisikilizia sana pale mlangoni, lakini mwisho ilibidi tu afungue. Anafungua ndo anawafuma sasa. Hapa mdogo wake, hapa mke wake mtarajiwa Josh. Basi jamaa hakuamini kabisa kitu ambacho anakiona machoni mwake. Yaani wote ni wanawake. Basi alikuwa ni mtu wa stress sana wakati huu. Mdogo wake alijaribu kumwomba msamaha jamaa, lakini aligoma kabisa kumsamehe. Yaani Chine alijaribu kuomba kwa mazingira yote. Akamwambia kabisa, yule mtu alikuwa ananitumia mimi na alikuwa anakutumia na wewe. Sio mjamzito. Alitoboa kila kitu, lakini mshikaji alikuwa amemind mazima. Akamwambia, naomba tu uende nyumbani mara moja ukajisikilizie huko, kwa sababu hapa kwangu umeshindwa kabisa kuishi. Basi bibie aliondoka na alirudi huko kijijini kwao. Alex akiwa na stresi za kupitiliza, unaambiwa. Anashangaa tu usiku hapa geto Amanda anaingizana. Anashangaa huyu binti ametoka wapi tena? Lakini ni kama binti alishasikia hizi information na taarifa, kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Alivyofika alijua kabisa jamaa ameumizwa na amekutana na majanga mazito hapo katikati. Binti alijirudi mazima na alikubali kabisa kuishi na mshikaji, na alijua kabisa hapa nyumbani kwa sasa hivi patakuwa na amani. Na Alex amani yake ilirejea baada ya kumwona Amanda bwana. Sasa na huo ndo unakuwa mwisho wa picha letu. Hii ni Smart Recap TZ. Wewe usisahau kulike, share na ukisubscribe wakati umetana on alama ya bell ili uwe wa kwanza kupata movie zetu, au sio? Ciao.